Shemlake. Niambie Shemlake. Mambo. Karibu. Mula nimemkuta. Mula saizi. Bado sana. Jana alikesha na hajarudi mpaka sasa hivi. Niko na shida naye. Ungempigia simu. Simu yake bwana yule. Nitampata yule. Unaweza kumpata, mpigie. Sasa nyumbani bado hajarudi. Nitajaribu kumpigia huko. Haya bwana. Hebu nenda. Mungu ana uwezo. Haya bwana, poa. Hivi wewe Ruby, muda wote unahangaika na moto na uji na moto na uji Vyombo vyenyewe vijaosha mpaka saizi. Angalia mtoto analala. Kanyonya madole mpaka kachoka saizi. Naosha jamani, unaona hapa nipo nafanya. Nipo naosha. Uji huko. Naomba uoshe uishi. Osha umalize. Mwanangu ana njaa hapa. Habari zenu? Wewe kwa kulala wewe? Alia sana. Unatakiwa anapumzika. Mama yake mdogo ndo anamsumbua. Uji mpaka saizi. Sister. Baadaye unajua jana nimekesha. Au sio? Ndio usingizi kinao. Haina noma ndugu yangu. Aha! Kuda bekeni wewe bongo mimi nikitoka, kumbe wewe uko nyuma unakula mke wangu, si ndio? Ai! Kwenda mbaba. Wangu mbwa wewe. Leo ndawaonesha leo. Wewe Salome. Salome. Mume wangu. Salome, sitake ubaya Salome. Utulia hivyo hivyo. Fungulie mlango. Mama. Halo. Yani hivi ndio mfumta mtoto wako, si ndio? Yaani mtoto wako ananifanyia malaya ndani ya nyumba yangu. Shoga yangu. We. Nimpe ombea kwanza shoga yangu. Imekuwaje huko ndani? Bwana. Unakaa hapo. Njoo bwana. Nakwambia hivi ndio mfundisha mtoto wako. Lakini hayo yote umesababisha wewe. Hata mtoto wako nimemfumania uje uchukue maiti kwa uje mchukue mzigo wako. Wapi mama, uko wapi wewe na kupita dunia? Mimi niko huku nyumbani shoga, fumanizi. Hayo yamekuwa sasa. We. Shoga yangu fumanizi zote saa 7 hii mbuzi anakula majani mchana kweupe vipi? Ndo kanitonya mdogo wangu ndikuwa nje hapo. Shoga yangu kauingia mkono wa manyani ataucheza bila kibwebwe. Habari ndio hiyo. Sisi tunamwambia siku zote. Njoo babu, njoo haraka. Sasa dakika 0 nyingi. Nishakulipa? Shoga yangu nimevurugwa hatari. Nakwambia mchana kweupe mtu anafumaniwa. Shika hii shoga yangu. Na ile deni letu lile. Tunalikumbuka? Haya tena. Na bado. Uelewi nini sasa? Uelewi nini? Sasa nakwambia hivi, mtoto wako nimemfumania leo, yuko na mwanaume mwingine. Ndio uchukue mzigo wako, la sivyo nitamuua. Mbwa huyu. Nisamehe tu. Mtulia hivyo hivyo. Yaani shoga yangu atakayenitoela imetuma vijiela hapa nataka nivitoe. Wewe shoga yangu wewe toa, watoto usiwe na wasiwasi. Hapa ndo kisima cha pesa. Subiri kwanza. Halo kaka. Oya dada. Kaka yake. Uko wapi? Nipo kwa wakala natoa pesa. Oya sikia sasa, njoo maskani mara moja hapa. Wifeko kazingua kinoma yani, nimemfumania na mtu mwingine chapu wasitona wenzio. Unasemaje? Fumanizi? Nakuja sasa hivi kama wewe mwanamke ni jini mkatakamba, mimi ndiye mtoa shombo. Nakuja sasa hivi kakaangu, sijali. Hawezi kufanya mambo ya kijinga namna hii. Nakuja. Changamka bwana, njoo chapu. Nakuja sasa hivi. Shoga yangu twende. Kuna fumanizi huko. Kuna nini tena shoga? Mimi sielewi kujua sisi bila kakaangu kuna fumanizi. Funga twende kama inawezekana. Makubwa. Basi nisubiri shoga yangu twende, basi usiniache na wewe mwenzangu. Shoga yangu nisubiri basi.
Wewe mwanangu Boykai. Wapi hiyo? Sasa sikia mwanangu, msitue tuntufie na John hapa mwanangu. Njoo maskani one time hapa. Njoo maskani hapa, sema hiyo ni karibu mwanangu, semaji karibu. Unasikia? Kuna boya moja hivi mwanangu kazingua mwanangu. Anasubia sisi tunakesha nje afu mwisho wa siku yeye anakesha na wake zetu. Chapu mwanangu, chapu tumuoneshe kama sisi tunaweza. Haina noma, nimekupata. Halo. Naongea na mjumbe. Hapa kwa mzee Ngagoya kuna tukio limetokea hatari. Baba, fumanizi mchana kweupe, mbuzi wanakula majani. Hata tunaelewa maana hapa imekuwa kama uwanja wa vita. Nakwambia mabodaboda wamejaa mama, wana mapanga, yani kama yote. Yani ukichelewa kafa mtu. Sasa kabla hujaingia msikitini baba, kwanza njoo usuluhishe hili jambo, tutakufa wenzio. Haya, sasa hivi. Haya, sawa. Jamani, si tutauana leo hapa. Nitafute nani? Baba mimi na matatizo. Unaenda kutokomeza silo? Baba njoo kwanza baba, mimi na matatizo baba, mimi nimefumaniwa baba, mimi nimefungiwa ndani, uko unataka kuniua. Baba, si Kisalawe si hapo karibu tu baba, njoo. Njoo mzee wangu, nakuomba tafadhali, njoo, wataniua. Haya. Nini? Nipe nipigie mama. Halo. Mama, shikamoo. Sasa mama, maneno yote yanatoka wapi hata hujanisikiliza bado? Sawa, wewe njoo. Njoo tu mama. Sijui kwa kweli, sijui. Sijui kwa kweli, mimi sijui hata nifanyaje. Ndio ametufungia huko ndani. Habari zenu jamani. Salama mjumbe, karibu sana. Asante. Haya, nimepigiwa simu, nilikuwa msikitini, nasikia kuna tukio limetokea hapa, kuna fumanizi. Haya, chumba gani hapo ambayo nitokea fumanizi? Kiukweli mjumbe, mimi sikuwepo, nilienda kukoboa mahindi. Ila nasikia chumba cha huyo hapo mkaka. Chumba cha huyu kijana. Mimi nimeshuhudia fumanizi. Wewe sura, mbona kama ngeni sikufahamu hapa? Ni kweli mjumbe, sina muda mrefu na kama wiki mbili. Jitahidi uje ofisini kwangu, uletee kopi ya kitambulisho cha taifa, uniletee na passport size 3 ili nikuweke katika jalada la watu ambao nawafahamu katika himaya yangu. Tumeelewana kijana? Haya, hebu nielezee imetokea nini hapa? Mjumbe, mimi nafanya kazi za bodaboda. Na kazi zangu mara nyingi wanakesha sana. Na leo nimerudi kazini na narudi nyumbani, hatimaye nakuja kumkuta mke wangu na mpaka yule mwenzangu wanapeana nguo ya ndani. Yaani kwamba nimefumania utofanya nini? Kufanya mapenzi. Wanapeana nguo za ndani. Sio kwamba umewakuta chumbani. Nimeshuhudia kwa macho yangu mimi hapo kwenye tukio. Umewaona kabisa hivi au unapeana nguo? Nimeona kwa macho yangu. Mimi sio mpumbavu. Jumba ya saizi. Salama, habari yako? Upo na wewe hapa? Uonekani siku hizi. Kawaida tunasunaelewa. Haya, niambie na wewe ulikuwa kwenye tukio hapa. Hili limetokea nini hapa? Mjumbe wewe hakuepo. Mjumbe sikuwepo, mimi nilitoka naenda dukani. Wewe haukuepo. Sawa, haya tuendelee. Kama nilivyokuambia. Nimeshuhudia kwa macho yangu wakati kufanya tukio. Umewashuhudia?
Marahaba, mzima? Hali yako? Ehe, na wewe tuambie. Ulikuwepo kwenye tukio? Hivi uelewe kipi? Nimekwambia wote hapa kwenye tukio hawakuwepo. Mimi ndio najua hilo tukio. Kwa hiyo niulize nini? Mimi ndio nakuuliza maswali yote yaliyotokea huko ndani. Unaelewa? Aliyemuonia mimi ndio mke wangu. Na nimemuoa kwa ndoa. Nimetoa mali milioni 1 na bodaboda 2. Jumbe, mimi ni kweli mimi sikuwepo. Ilikuwa zangu nimetoka nimeenda sokoni. Kwa maana yake hawa wanasubiria watu wote waondoke ndio wafanye mambo yao, si ndio? Aswa. Shanaelewa. Mimi hapo sasa tutaanza kuuliza. Mimi unaelewa kitu gani kinaendelea. Sijajua mnao kufanya nini wala nini. Inabidi nimchukue mshikaji pamoja na mke wangu niwaweke ndani. Mimi nimewafungia. Kwa wako wako ndani nimewafungia. Na leo naenda kuua mtu. Wewe unakuwa shahidi nimewaambia. Wote kwa shahidi. Subiri basi kwanza. Mimi si mjumbe nimeshakuja. Serikali simefika. Swala kubwa ni unachukulia sheria mkononi ya nini? Mjumbe mke anauma. Najua anauma shida. Najua nauma. Mke anaweza kubadilishika, lakini haya uhai wa mtu unaweza kuuleta tena. Tuliza jazba kijana. Tena bora umefika mjumbe. Bora umefika kwa sababu ningefanya mambo bila ushahidi wowote. Kwanza alonipigia simu hapa nani? Ya Rashmi yuko wapi? Ametoka anaenda dukani. Tena mtulie huko ndani. Umeona mwanzo alikotulia huko ndani. Kijana, njoo kwanza. Mjumbe mimi. Subiri kwanza. Tutumie busara. Mjumbe si imeshafika? Mimi ndo namiliki huu mtaa, si ndio? Kwa hiyo nyinyi wote ni wananchi wangu, mko chini ya himaya yangu. Na tupo kwa ajili ya kutekeleza yote ambayo yanatokea kwa wananchi wetu. Haya, nataka kukusikiliza wewe kijana. Nishakwambia. Nafanya kazi katika mazingira magumu sana. Tena namna gani nilichomfanyia, yani labda nilikuwa nimefanyia kibaya, nasema labda ananipiza. Na wala mimi sio mwenyeji katika mtaa mjumbe. Ni mgeni. Sasa kwa hiyo kote huko hajaona wanawake, anaamua kumuona mke wake. Tena mbaya zaidi kwenye nyumba. Yaani nyumba nayoishi mimi. Kwa hiyo wewe ndio ungia kilini. Kwa sasa mimi nisubiri. Wewe umeona wanapeana nguo za ndani. Ila hauna uhakika kwamba wanafanya hayo mambo. Mjumbe haijalishi. Hivi mjumbe unajisikia sio haijalishi. Sasa mjumbe unataka kumtetea. Unataka kumtetea, si ndio? Unataka kumtetea. Kwa nini mimi nimekuja kufanya nini? Nimekuja kusuluhisha. Tulia kijana, unasikia? Acha jazba. Umeelewa? Nimeshakuja mjumbe, hapa tutaita ujumbe wenzangu, jambo litaisha, tutajua kila kitu kimetokeaje, kimeishia wapi. Subiri. Halo. Sengoto, unaona sasa mambo yako mchana tayari kweupe unalewa. Haya utafanya majukumu gani serikali wewe? Saa 7 hii unalewa saa 7. Na nani unaona nyumba? Sina. Sio kusudi na baba yako mwenye nyumba. Mzee, kumbe bado uko nyuma yangu unanifuata tu. Sasa wewe nani? Mpaka nikufuate. Wewe nani? Sasa wewe mzee una matatizo gani? Unajua nashindwa kabisa mimi kukuelewa. Tangu ulikoanzia mpaka hapo ulipofika. Hivi niseme wewe ni mchawi, chuma ulete, mwizi, unanita nini haswa? Nikufuate wewe una nini? Wewe mpuuzi mkubwa, mtu usiokuwa na lolote. Mwanamke gani unafuata? Au kwa sababu nina suti? Unanifuata kwa sababu nina suti? Mwizi mkubwa wewe, kwenda zako. Malaya mkubwa. Ndio. Ishi hapo hapo mzee. Jiheshimu na mimi nikuheshimu. Afu heshima zifuate mkondo wake. Umenianzia tangu ndani ya gari. Mzee jiangalie. Mimi sitaki matatizo na wanaume. Si unaniona nilivyo? Mimi na wewe anayefuata mwenzie na. Mimi sura unanifuata. Sasa unataka nini? Mimi sina pesa, sina pesa mimi. Kama unataka kuniibia mimi sina pesa wewe. Nimekwambia wewe muhuni. Mimi naenda kwenye anga zangu nifuate.
Kwenda zako mpuzi wewe. Nikufuate wewe una nini nimekwambia? Mjinga. Puzi. Kwani ni maisha ya dunia, ni mapito, yote yataisha. Usijali kuhusu hilo, usilie kakaangu. Hivi nyinyi wanawake Mungu wenu yuko wapi? Yaani mmekosa kuwa na chembe ya roho ya huruma kweli? Yaani mwanaume anakupa hela, anakutafutia hela, anakupa kila unachokitaka. Leo unamsaliti kweli? Tumekosea nini wanaume lakini jamani, mbona mnataka kutuonea huruma? Tumekosea nini? Tumekosea wapi? Kakaangu msamehe, kwani yote. Yaani yeye tangia uwe naye hajawahi kukufanyia hivyo. Wenda alighafirika, ni binadamu na yeye. Tena isitoshe nyumbani kwangu. Kweli kwangu mimi kuna kitanda changu. Natolala mimi. Nimetata kwa jasho langu. Basi shoga yangu naweza taratibu utakuja kuumia. Vipi? Bora umekuja dada. Vipi? Yuko wapi huyo mshenzi? Yuko ndani wifi yako, yuko ndani. Yuko ndani? Nakuja subiri. Pole. Pole sana mpenzi, usijali. Basi. Bwana usinishike bwana. Vipi? Sasa nakupa pole lakini. Oya, nitamalizia. Oya, unajua unazingua. Nitamalizia hasira zangu kwako. Naomba utoke hapa. Basi samahani, lakini sikuwa nakupa. Toka bwana, samahani hiyo vipi? Yes bwana, kama unavyofahamu kwamba tupo live eneo la tukio ambapo tukio zima la fumanizi limeweza kutokea, na this time tupo na mhusika mkuu hapa ambaye tukio la fumanizi limeweza kumtokea yeye, na tunajaribu kupiga story 2-3 kuhusiana kwamba na ile tukio ile mradi tupate kujua nini kimetokea. Blaza. Bwana, binafsi niseme pole sana kwa ile ambalo limekutokea, na Watanzania kwa ujumla wanataka wafahamu kwamba nini ambacho kimekusibu. Unajua ndugu mtangazaji, sisi bodaboda tunafanya kazi katika mazingira magumu sana. Poleni sana kwa hilo. Yaani watu tunakesha usiku kucha. Tunapigwa na upepo. Shaelewa? Imebidi tu wanawake wetu waishi kwa amani na furaha yote. Yaani imili yetu tumeifanya bodi imili yetu. Kwa sababu ya wake zetu afanya kuja mjinga anamchukua mkako rahisi. Unaweza ukawapa kidogo kwa ufupi ilikuwaje yani? Yaani tukio lilitokea vipi yani mpaka ikawa hivyo? Hiyo ni siri yangu. Hapana, Watanzania kama Watanzania wanataka wajue kwamba wanataka wajue nini sasa? Wanataka wajue nini? Unaweza kujifunza kupitia hili jambo. Wajifunze nini? Wajifunze nini? Wewe afu usinichanganye ujue. Mimi nishavurugwa hapa. Unanielewa? Wewe ndio mambo yako, acha mambo yangu. Mimi nimechili peke yangu hapa, au sio? Unajua mimi nishavurugwa bwana Nyoro TV. Nishavurugwa mimi. Huyu jamaa leo lazima nimkate kichwa huyu. Yaani hawezi kutoka na mke wangu. Mimi lazima nimuue. Mimi nakwambia. Kumkata kichwa maana yake unakuwa umeenda nje ya sheria za nchi. Wewe usinipangie mambo yako, au sio? Achana na mimi wewe. Sawa bwana, kama mnaweza kuona kwamba mhusika amekuwa mkali zaidi ya Pilipili kuelezea tukio zima. Bado tupo hapa eneo la tukio, tupo live. La msingi tu kwamba endelea kubaki Nyoro TV, baki Nyoro TV kwa kusubscribe. Tunakuletea matukio mengine yanayofuata. Endelea kubaki.
Salome mwanangu jamani. Nini hicho ambacho umefanya Salome mwanangu kunitia aibu mimi? Mama, mimi sijaingia huko. We, uko wapi huko? Uko wapi huko? Mimi huko nje uso wote umekuwa mzito kama nimebandikwa tope. Yaani hata watu kuangalia nimeshindwa mwanangu. Mama, mimi sijafanya. Hujafanya kitu? Ni uchafu. Umefuata nini huko? Salome. Vipi tena? Vipi? Mimi nimesema, yaani wewe kama sio jini shetani sijui msukure sijui. Umeingiaje huko? Mimi. Yaani wewe unajua kama hapa ndi kwa mwanangu. Mzee vipi wewe? Kwenda zako. Wewe umefuata nini hapa? Shikamoo baba. Marhaba baba. Uko hapa kwa mwanangu. Sasa wewe toka, nipishe. Nipishe niongee na mwanangu. Nipishe nakwambia. Sichanganye mimi hapa. Nenda uliyofuata hapa. Kwani kimetokea nini? Kimetokea nini mwanangu? Mimi sijafanya chochote mzee wangu, mimi sijafanya chochote, wananisingizia. Kwa nini? Yes, bwana, kama unavyofahamu kwamba tukio kama Nyundo TV dhamira yetu ni kukupa taarifa za habari na info zote, kama iwe ni entertainment, iwe ni mambo ya siasa na mambo yote duniani, kwamba cha msingi tu kwamba unatakiwa tu ubaki Nyundo TV. Fanya kubaki Nyundo TV kwa kufollow Instagram na YouTube yetu, fanya subscribe alafu na turn on notification. Kilichotokea mpaka sasa bwana, tumeshaona mwenyekiti amefika na mjumbe amefika, wanajaribu kutafuta suluhu kama sio kusuluhisha jambo zima ambalo limetokea kwenye hiyo nyumba. Na bwana, hii Nyundo TV, subscribe Nyundo TV. Tulia. Sasa hivi ni muda wa kazi. Saa 7 hii jamani, bodaboda au vipi? Aibu. Serikali itakuja hapa, tutaabua kila kitu na kila kitu kiendana sawa. Sio kwanza kuchukua sheria mkononi. Familia zinawategemea jamani. Wewe usiongee sana, wewe tufanyeni mwanetu. Tufanyeni mwanetu. Usiongee sana. Nisikilize. Ndio. Wewe wanangu wengine tangulieni. Sio ikiwa kubwa unapigia simu tena mgeukeo sio? Mwanangu boika. Mwanangu mtupia. Tunabaki paka. Badila. Tunaeleweka hapa au sio? Tumeshaelewa. Nisikilize ndugu yangu. Punguza jazba. Mke anauma, unajua mke anauma mjumba. Punguzeni jazba. Kila kitu kitaenda sawa. Twende ndani sasa, twende ndani. Twende ndani umtoe huyo kima. Twende ndani. Nataka huyo kayamba. Tuliza jazba. Najua inauma, najua inauma. Unaongea. Nakwambia hivi, fanya juu chini atoke huko ndani. Hebu niambie, kuna tatizo gani limetokea? Baba, kuna matatizo makubwa hapa mbele. Matatizo gani? Niambie. Bwana unatupigia makelele bwana. Wao kuja tunakuongea mambo maana unaanza kuongea vitu vya mtoto kelele yako. Wewe ndio utoke huko ndani. Hapa kwa mwanangu nitoke niende wapi? Na sio wewe jini. Kwanza kwenda zako wewe. Wewe ondoka zako bwana. Jini ibilisi wewe. Sijui unamzuka. Mzee, hebu toka nje waache wamalizane yao. Hebu nitoa hii shetani mimi sijui hata ninafanya. Mwanamke sijui mwanamke la wapi? Wewe unafanya nini hapa? Yaani ameanza kufuata nini hapa? Bwana toka bwana. Si jini si shetani limezukia wapi hata si limepita wapi. Unajua kabisa mimi nimeishi miaka mingapi na baba yako? 30. Uliwahi sikio lako kusikia kabisa baba yako analalamika juu ya mimi kuhusu ujinga kama huu Salome? Kwani mwanangu? Basi hata kama mama yako naweza nikafa. Lakini sio ndani kwa mwanaume ndani. Ujinga huu Salome mimi. Nimekufunza. Mimi na bado nikatafuta wafunzaji wakakufunza. Nilikufunza haya madudu ndo nilikufunza. Hata kama kweli ndio hivyo mwanamke unaweza, lakini sio hivi Salome. Aibu. Basi hata kama ndio hivyo ndoa huwezi kukataa. Bodaboda mwanangu. Ndio hivyo. Unaenda kutoa usichana wako kwa bodaboda Salome. Lakini tumebidi tukuozeshe utafanyaje na ndio ulompenda, lakini bodaboda sio watu. Tungekwambia ungejinyonga. Hebu angalia yule mwanaume mumeo jinsi alivyonichambua. Yaani unajua kunichambua. Nimedhalika mwanangu hapa nimevaa nguo bora hata ningevua. Mimi malaya, mwanamume mwenyewe mwanangu. Basi uweze kusema mzazi una jinsi, umemtafuta mwenyewe. Umeenda kuuza usichana wako kwa mwanamume eti bodaboda. Mwanangu na uzuri wote huo bodaboda, lakini haikuwa na jinsi. Utafanyaje mwanangu na ndo chaamua.
Lakini umeona adabu za bodaboda? Bodaboda ni wanaume, bodaboda ni watu. Wale ni washenzi, saa zote akili zao unazijua. Mbona alivyonidhalilisha na kunitukana? Yaani kungekuwa hapa na kuna mtu sijui ningesemaje. Bodaboda sio wanaume. Nilisema lakini nikaona mwanangu naanza kunywa tumekuozesha, lakini sio mtu mwanangu Salome. Hey! Sijui. Nitabeba na nini mambo haya? Mimi nitabeba na mbeleko gani? Nitaosha na sabuni gani mwili wangu na mwili wako? Mama, kweli mimi sijafanya. Mama. Vipi kwema? Kikombe chako hichi hapa hichi. Mbona kama leo kikubwa sana? Sasa hivi nimedevelop, unajua nikasema unapenda vingi vingi. Sasa nikasusi maana kikombe chako kikubwa. Kwa mjumbe ni tabu. Wananchi kuongoza ni shida. Shughuli uongozi tabu wanasema. Nimeona leo hata mimi. Niweke na mimi. Hanengoke? Watu tunatoka mbali huko wanatuchanganya. Kweli nimeona. Sasa hawakutaka kufanya nini? Ila ungetulia ungeelewana vizuri. Hakuna kuelewana. Yaani hapa mguu wa shingo mguu wa roho. Unataka karanga? Mimi karanga staki. Karanga. Hapo karanga 5. 5? Ndio. Hata 5 kwenye begi yako 5 zote za nini? Kula moja moja bwana, acha sifa. Na hata kama unatoa pesa na unakula 5, unataka tunakuuzia nini? Kula moja moja. Hata karanga 5 sawa kwa 5 mie 5 nitauza nini? 5. Mwanangu. Hivi. Kulikoni sasa jamani? Mbona mimi sielewi? Mzee mimi ananisikilizia kama nimetoka na huyo binti mzee wangu. Mimi sijalala naye kabisa. Kweli? Sisi sitembea naye. Wewe mbona unaongea sana? Hamna, nikamuuliza tu nini? Maana leo sina na maziwa. Alifumaniwa nani? Producer yule bodaboda. Ile producer mgongo vile. Mimi mshikaji wangu, afu ndo mteja wangu mkubwa yule akunyaka 3 ile kwa siku. Sipo ndani huko. Ngombe yuko. Ngoja kani mimi muda kufanya biashara ugomvi wangu na usunile. Wewe vipi? Unaenda? Na producer. Saidiani. Unajua muda mrefu nakuwa unapita wewe unazunguka kumtandani hapa wewe. Sikuelewi. Wewe umeona nini ndani mwangu, sio? Sasa mjumbe kale nije nizalika kasusu ndani, ushafahamu? Nimeuza nje tumemaliza karibia pelekea producer ndani na ndio producer alikasusu ndani. Kwa shida nini ndugu yangu? Mbona hivi? Wewe uliouzia hapo nje haitoshi. Mimi mjumbe na ndio producer alikasusu, ushafahamu? Na mimi ndio mteja wangu huyu, lazima nikija hapa lazima nipeleke kasusu kwa sababu ndio kasusu na kitu fulani hivi. Ndio mimi ndio kasusu muda huu. Sasa naona mtolea macho tunamtuia kwa nini? Wewe mimi ndugu wangu. Usinunue kesi ambayo kuhusu. Unaelewa vizuri? Oya dogo mimi sipendi wangu. Naomba ondoke. Naomba niondoke ndugu wangu. Oya producer. Nimekuja hapa nimeleta mzigo. Kama kawaida ndugu yangu. Leo nimeteleka lile. Kavu sijatia nini, sijatia maziwa. Toka basi uje chukue. Wewe. Ndapiga kelele huyo. Na matatizo bwana ndugu yangu, na matatizo. Wewe. Utulie huko ndani, unasikia mwanangu, usipeleshe hasira ujue. Wewe umeshaanza kutoa barabara kwa baada ya kuchunguza, si ndio? Kwa mimi wangu napo sasa. Ndio baba tu ani kisekele yenyewe zikaamua. Naomba ondoke. Potea basi ndugu wangu. Kwani producer fanya Oya, hayakuhusu unajua. Basi sikiliza ndugu yangu, wewe producer mimi na ngoma yetu tumeongea mimi na yeye, ushafahamu? Nishampa pesa kuhusu sasa tunafanya kitu kibaya, maana anaanza akafa sasa kwa mimi sana nipa nani? Kama leo madai ndugu yangu, sikiliza basi naongea tu na yeye. Nisaidie. Yaani wewe sawa kakosa ndugu yangu. Lakini fanya kwa kuona wani usugi na ndugu yangu. Sasa nikisema kodi ile ngoma nikafanya mimi ngoma mpiva wapi nikatoa goma langu. Utamfanya chochote nikasaidia kidogo mwache kidogo. Nimepata kidogo tu nimalize ile. Wadogo. Sipeleshe madudu kichwani mwangu. Sikia ndugu wangu. Nitakunya hapa ndugu wangu. Nitakunya. Hebu sepa. Wewe ndio kama ndio kanuni. Oya ndugu wangu. Nakuheshimu. Usinunue kesi. Basi nataka nauze tu hawa dada. Tunauzia hawa. Wadada salama. Kwema. Nauza mie bwana nitampemba nikasusu. Nauza nikasusu vipi nikachia nikasusu. Wewe kwa nini unauza nini nikasusu naongeza vitu fulani hivi kwenye upande wa show na jasho bana. Yaani unaona nini?
Mwanaume akinywa hii itampela hendi nini sijui kama kuku. Ni anaenda mchaka tu natoka jasho ni shule na Oya, unapiga kelele unajua ndugu wangu. Au mtu umpeleleza si ndio? Kauze nje basi mwanangu unge mama uzea nani alikasusu ndani. Oya tuache baba ondoke. Oya mimi ungetena nikifanya kwa kofi mwanangu ujue. Nini useme tumia hapa ndugu yangu kufanya biashara lakini ndio Mwanangu. Kwani hujafanya kitu chochote? Unanidhalilisha, unanidhalilisha sisi wakati wa kweli. Kaka. Ni basi tamaji kushusha hasira. Kaka, si tuko tunaomba umsamehe mwenzetu. Hivyo una akili kweli kijana wako? Yaani hili lilotokea wewe ndio mnaona sawa, si ndio? Haya, hapa nani kamdhalisha mwenzie? Yaani pua na mdomo, pemba na Unguja kweli. Ndani ya chumba changu. Hivi, ni wanawake tuwachukulieje au tuwalee vipi? Afu kaka, ujue si binadamu tumeumbiwa makosa. Hamna binadamu ambaye ameishi hapa duniani hajawahi kukosea. Kama ni adhabu ulompa mke wako, mimi naona inamtosha. Tulikuwa tunaomba umsamehe mke wako, maisha yenu yaendelee yawe mazuri kama zamani. Unasemaje? Ndio kaka. Umemdhalilisha vya kutosha. Umemwitia hadi waandishi wa habari kweli? Wewe. Usiongee hivyo. Yule ni mwanamke wangu. Mimi ndo namjua. Mimi ndo naumia. Alafu inaonekana mchezo umeanza muda sana. Alafu nyinyi mkaa mnaficha ficha. Mnaniletea unafiki, si ndio? Tunajua kweli umeumia na ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kusawazisha maisha yenu. Hamna mtu asokosea. Yaani kwa mfano ingekuwa wewe ndio yule dada. Unadhani yeye asingekusamehe? Au angechukua uamuzi kama huo unaochukua wewe? Hivi nyinyi wanawake mna nini? Yaani mtu anakesha. Anatafuta hela. Akutunze. Akulee. Akuvishe. Leo hii mnafanya dharau kama hizi, si ndio? Alafu leo unakaa kama msanii. Hivi mnajua mimi napata shida gani? Naomba mnisikize kwa makini. Siwajui, amnijui. Kwa naomba mniachie kama mlivyo. Ili nimenikuta mimi nitamezana mimi mwenyewe. Maana kama ni adhabu ushamdhalilisha, yani kama ni adhabu kwa kweli. Wewe. Nimeongea nini? Au sababu maji vyenu hivi ndio mnaamua kuja kumsamehe. Ila kaka, kumbuka yule ni mke wako. Alafu usitoshe. Kwa mfano wewe ndio ingekuwa yule dada. Unadhani Sema kitu chochote kabisa sijafanya, yani mimi sijafanya baba. Unanidhalilisha kijana, unanidhalilisha. Wakati wetu sisi huwezi kushamilika. Mimi sipendi haya maneno. Haya mambo mimi unajua siyapendi kabisa. Yaani hiyo mimi. Mimi unajua sikuelewi, unanidhalilisha mimi baba, unanidhalilisha kweli. Kama hiki unakiachia nini baba? Pinga. Baba bodaboda wasiingie basi. Nani ataingia hapa bana? Mimi nakaa mlangoni, ataingia nani? Wataniumiza, watanipiga baba. Hakuna atakaingia humu ndani. Mimi nakwambia mimi ndio nimekuja, hakuna atakaingia humu ndani. Hakuna mtu yote atakaingia humu ndani. Umesikia? Humu ndani. Haya mambo mimi siyapendi, lakini haya mambo siyapendi kabisa. Yale chumba hiki na chumba hiki. Kweli nimekuwa kisarabu. Nasikia make, yani simu tu. Yaani huyu mwanamke katuvua nguo kabisa. Hata mwaka hujaisha ndio kwanza na miezi mitatu anafanya ujinga kama huu. Yaani kanivua nguo mtaa mzima, sasa hivi niko
uchi wa unyama kabisa. Yaani huyu mwanamke siwe nimfanyaje? Na hakitoka huko ndani ama zake ama za kwangu. Shoga yangu sikia. Umeyataka mwenyewe. Maana unakumbuka nilikwambia mimi kaka yako ni tunuku na mpenda mwenzio nampenda kutoka moyoni ukajifanya kaenda kumtafutia huyo kahaba. Yaani bora kakangu nikamtafutia wanawake kutoka huko nisipowajua kubushi huko. Yaani hata sipomjua mwanamke nimjie nimletee hapa kuliko wewe. Shoga yangu madanga yako yote najua. Si Kilala, si Kigamboni, si Temeke. Alafu leo nikupe kakaangu. Na vile alivyokuwa umebao tutakubakisha kichwa wewe. Shoga yangu ndio yamekukuta mwana kuyatafuta mwana kuyapata. Na ndio nimeshayapata sasa unaka nini? Salama. Haya muda ule kasusu. Nyinyi mmekaa mpo umejitenga tenga sana kunywa kasusu kwenye mmekaa tu mmeni. Hebu shika kitu. Mnake sumu vipi nyie? Kama sio mnakuwa sio kama wanawake wa mjini bwana. Mbona maneno mengi wewe uza uende zako bwana. Sasa bila kubonga nitauza vipi? Inabidi ubonge ndo upate nani. Hebu na mimi nipe ile kasusu. Kweke nini? Ndio unasema nichamba wewe umesema alkasusu utakupeleka wapi? Si nani asiwe? Unanipa unipe? Mtilie bwana tulize hasira huyu kavurugwa. Unataka kigeugeu. Muda ule nimwekea mimi simu nakwambia nilijikuta kama vile sijui ni pae, sijui nikimbie, maana sijielewi nakwambia naona nachelewa. Yaani yule binti katia nuksi mtaa mzima. Katuchefua. Kachafua na mtaa mzima. Shoga. Yaani kwanza mimi hamnaye. Kwanza mimi jamani kwanza nashangaa kitu gani? Mtu una mume, bado tena unahabukia nini? Mwana kulitafuta, mwana kulipata. Na kweli kalipata. Tena kubwa kuliko. Jamani. Kwanza vile ilikuwa jamani mtu una mume, mama unataka mabwana wengine. Nakwambia hivi wewe uliona wapi nguruwe akazaa mbuzi? Uliona wapi? Maana mama yake mwenyewe shoga yangu pangu pakafutia mchuzi. Ngunguru kafunika. Mama hajavutwa kaenda. Hai. Yule nakwambia kambi kainyia mapi mvua ingali inanyesha nakwambia. Maji si ufuata mkondo. Yule nimwekea mimi vizuri kwa mapenzi yote kanichamba hapa kanichambua chachambu. Nipasie mwenzio nijilie mimi. Hashikini. Kalanga hiyo. Wewe vipi mwenye na mimi nina uhakika hapo. Shika hapa mbele kasusu ni hapo ni kitu fulani chapu tu unajua tena. Kwa wewe mbamba wao nikupelekea wapi? Kama nitolee mimi nuksi hapa. Sasa wewe mbamba wale dada treni yapita. Ushaelewa? Vitu fulani hivi nini? Bwana wewe uza uende zako bwana ondoka utupigia kelele sie. Usum vipi huyu? Unapiga kelele mie? Nenda bwana mwanakwenda wewe. Unapiga kelele mashabiki wa Yanga na unapiga kelele. Kwa mbona shogangu nimpelekee wapi? Sasa kuntia nuksi mimi sasa hivi. Shikamoo mtu mzima. Kwa hiyo kwa aibu sasa, kwa huzuni umeamua uniamkie. Pata wewe. Maana shikamoo kama ingekuwa na vyeo saizi mimi ningekuwa sergeant. Tangu ulikuanzia kuamkia shikamoo zote nimejibandika mwili mzima. Hivi niwaulize wenzenu wanakalia matako makalio. Nyinyi mnakaa mnanikalia mimi? Mama mwenzenu nilichokosea kitu gani? Nilichokosea nini? Msokuwa na haya nyinyi wala msojua vibaya. Lo, sura zimewashuka waangalieni kama vile mzazi kalavumba. Sura fika huko tajikoni hamna haya nyinyi. Hamna chonikalia mimi kuniambia malangu nini? Nimo ndani ya ndoa yangu mtoto wa kike miaka 30. Lakini nini? Lakini nini? Siwezi kucheza sendema mimi. Mimi sendema siwezi kucheza sio ngoma yangu. Sikiliza wewe, mimi Mnyamwezi nacheza hiari ya moyo. Kuniambia nicheze ngoma ya kwenda mbele kurudi nyuma hiyo sendema mimi sio mziki wangu. Na sina asili nao. Hivi wasichana mkatoke huko kwenu kabisa muache waume zenu. Viwembe pia mmesahau kila kitu, vijungu mnakuja mnanikalia mimi mama mwenzenu nilichokosea nini? Umala yangu nini? Ndani ya miaka 30 mimi ninadumu na mume wangu mpaka leo. Hata kama labda mtoto wangu kafanya na pia haina uhakika, lakini sio mimi. Upo na ana haki kufanya hivi. Mtoto wa kike, mtoto nimemzaa mtoto mzuri, mtoto mutlibu kuanzia juu mpaka chini. Mtoto yuko vyema. Upo. Hakuzaliwa na kinyangarika yule, ametoka kwenye tumbo la mama, anaeleweka. Sasa ukimtazama mimi mwenyewe unanionaje? Hajafundwa. Hata pia mama hajafundwa vile. Mimi naomba nikuache. Sijafundwa wala kutwangwa, lakini habari zake ni zito. Bibi pita nenda chooni. Sasa ndo nasema hivi, mkikaa mkalie makalio yenu sio kukalia wenzenu. Sawa, pita ondoka. Eti hata mama yake pia malaya, hata mama yake muuni. Mmeniona wapi nimeweka matangazo ameenda kujiuza. Nimezaa mtoto wangu wa ndoa na mpaka leo niko kwenye ndoa. Sasa ndo naambia mtaadabu nafsi. Sungura tope nyinyi. Sura fi kama vile nani majiko ya nani hoteli. Sura mbaya usiku wa kucha. Yo! Hamna haya msojua vibaya. Nyoni! Mmetaa yani limewashuka. Utafikiri rinda la mkoleni. Paka nyinyi wa hoteli.
Bora nimekuona bibi mkubwa wewe. Hivi nyinyi mna tabia gani? Mwanao ana miezi mitatu tu kasha ichafua familia yetu. Hivi kweli yeye halali? Alafu kizingatia eti mwanangu nimemfundisha, mwanangu nimempa kongwi, mwanangu huyu si na nini? Haya tunafundisha. Mmetugeuza kichuma kitega uchumi mama mmenoa. Umemaliza? Sijamaliza nimekaa kituo. Naomba endelee. Na hivi ninavyokuambia mali yetu nitairudisha. Upo mama, kama mwanao mgeuza kitega uchumi kuja kutuchuma sisi kuja kutudhalilisha mdomo kwa pua. Hebu nikelele hapa. Ukiona nimekunyamazia ndio unazidi kujazanzi. Unajua mimi sijui kuongea. Kapuku wewe mwanamjalana mjukwa subuhana. Unaongea nini wewe? Nini unachokiongea wewe? Hebu nieleze. Mwanangu ana miezi mitatu. Wewe ulikaa siku ngapi kwa mume? Siku ngapi kwa mume ulikaa? Leo huyu hapa. Umebwagwa nyumbani kwenu kama mzigo wa kuni. Haya unaongea nini unachokizungumza? Umeuchonga kama mtoto alochelewa kwenda. Mwenyewe umeona amenyoosha. Kiko wapi? Cha kumpigia mgeni na mwenyeji ukakaa ukatumaini. Limekushuka bibi, rinda limekatika mkanda tu, hujaachika. Hujaachwa ndani ya siku 2. Sasa wewe ni mwanamke unajua hata kuvitingisha, uliachwa vipi? Una haya losojua vibani, tokee mimi hapa. Wewe mwenyewe msemo anasema. Mama ruhusa. Wewe kwa nini ule atakuzidishia watu? Wewe na wewe kubali. Piga. Usiwe wasiwasi. Si zamani kwa tunafanya mambo. Lakini jamani, mimi haya mambo mimi siyapendi kabisa. Kweli siyapendi. Mimi siyapendi kabisa. Sawa? Mambo gani? Sio mambo basi. Wewe na huyo ndio sasa kiboda boda. Tani. Huyu mtoto wangu nimemsomesha na elimu utataki. Alafu mimi na vitu vingi utapata. Piga. Endelea. Baba yake boda boda mlangoni. Nani atakayekuja kunia ufahamu kwamba Nyundo TV ndio sehemu sahihi ambapo matukio yote yanakuwa unaweza kuyapata eneo kama hili. Na sasa tupo live, tupo kwenye eneo la tukio ambapo inaposemekana kwamba ni nyumba ambayo wapangaji wengi sana kama sio wengi au lukuki ambapo kuna fumanizi limeweza kutokea. This time tupo eneo la tukio na tunajaribu kuingia ndani so tukuletee tukio zima jinsi ambavyo lilivyofanyika. Cha msingi tu kwamba nikusiendelea kubaki Nyundo TV kwa kubonyeza neno subscribe ili tukio lote uweze kulipata kwenye TV yako. Tunaingia ndani sasa hivi kuangalia tukio jinsi ilivyokaa. Tulia. Tulia. Hapa hakuna Nyundo TV wala kusubscribe. Nitakutandika wewe. Sio sabu mzee wangu, sabu. Nitakutandika nakwambia. Hapa hakuna mtu kuingia ndani. Hakuna mtu kuingia ndani nimekwambia. Bosi, unajifanya waandishi wa habari, hakuna chochote. Jistiri. Sipo vizuri kabisa kiafya kwa sababu huu mtimu ambao unaendelea hapa katika fumanizi kubwa zidi kuwa katika Kaladi TV. Hapa pembeni leo nipo na dada mmoja amesononeka sana. Acha nisogee naye karibu kabisa. Nimuulize maswali mawili matatu ambayo yanaweza kutusaidia sisi na watazamaji wote kujua mkasa mzima ambao umeendelea hapa. Dada, habari? Yaani salama. Mzima. Yaani hakuna hata uzima hapa. Yaani leo inaniuma kakangu, ungejua nafsi inavyoniuma. Yaani hata Pole sana. Kwani hapa hebu tupe kidogo kilichojiri. Mwanamke huyu hana hata aibu.
Hata mwaka hujaisha ndio kwanza na miezi mitatu anatufanya sisi ujinga namna hii. Kaka yangu Ali anajiziki mashake usiku mzima kutafutia hela pendeze mwanamke. Lakini leo kuja kutuvua nguo. Kaka yangu leo ina nyuma huwezi kuamini yani. Kwani wewe hapa ndugu yako nani? Mwanamke mwanaume? Wewe usikielewa kitu gani hapa? Nimekwambia kaka yangu mimi anajiziki usiku kucha. Ali halali ampendezesha mwanamke wake. Ikileo anakuja kutajibisha sisi. Anakuja kulaibisha sisi. Sasa kwa hiyo kakako ni bodaboda? Afuna maswali gani wewe mtu kumaanisha mniache mimi? Inaonekana leo nikasa mzito kwa sababu mpaka dada mtu mwenyewe ana hasira kali. Kwa usiondoke, zidi kusubscribe na kulike na kucomment katika Khaled TV Entertainment for you. Mjumbe Sengoto. Sasa hebu ingia ofisini hapo, chukua viti kama 10 au 15 hivi. Utanikuta hapa kwenye tukio la fumanizi hapa utanikuta. Haina shida. Wewe chukua hata kama ni vibovu hivyo vilete tuje tumalize jambo. Mambo yatakuwa magumu sasa ndugu yangu. Sawa nakusubiria. Fanya haraka bwana. Sema Kanyoli, content ya leo babangu. Lazima tupige hela. Hatari kakaangu, sinaona ubuyu mwenyewe ulivyosimama. Yaani viwazi nimekosa kosa one day na milioni 900 na uhakika kabisa yani. Hey, mambo. Poa, nakwaje? Poa. Karibu. Hii ndio Nyundo TV? Ndio yenyewe hapo. Unaweza kwenda YouTube nini na subscribe na mambo mengine duniani yanaendelea. Nzuri. Shukrani. Naweza ngapata namba yako simu? Unajua ulinipa kweli namba zenyewe. Angalia kwa nguvu mfukoni huko. Poa, utanicheki basi. Makao makuu wapi? Makao makuu Mtongani pale by door the grid. Poa, bye. Poa, karibu tena. Kaka umeona hatari hiyo? Poa, pisi ya kwenda mwanangu. Balaa hiyo AK47 kaka. Ile pisi ya Kisukuma ile pisi ya kwenda. Usiumbe tena. Najua mjumbe nimekuheshimu sana mpaka sasa hivi. Yaani nimekuheshimu sana. Yaani singekuwa wewe mjumbe. Umeona yale bodaboda? Tungekichafua mtaa mzima, usije tumemuua. Hebu tusikilizane bwana. Cha kwanza ambacho mimi nakushukuru kwanza kutumia busara yako, kutumia ustaarabu wako kuwatuliza wale vijana na wameondoka. Kwa hiyo mimi nakusifia. Sijui umeelewa. Kwa kinachofuata sasa hivi hapa tayari mama wa mke wako kashafika na baba wa yule kijana ambaye amefumaniwa kashafika. Cha msingi hapa sasa ni kwanza kuweka kikao pale nje tusuluhishe jambo likae sawa. Tumeelewana? Tumeelewana? Mjumbe, kulikuwa ina haja kikao. Kwa nini kikao lazima utabia kikao tuweze kupata suluhisho. Lazima tusikie pande zote. Au unasemaje? Huyu anasemaje? Unasemaje? Tupate mwafaka. Kwa sababu inawezekana wewe labda unasema moja kwa moja umefumania lakini kumbe mna mwingine inawezekana sio kweli. Kwa hiyo twende tukae kikao. Umeelewana? Alafu tujue sasa mwafaka ukoje. Mjumbe, nimekuelewa. Ila fanya maamuzi. Sitaki kusimama upande mmoja. Haina mjumbe, nimeshafika, haina shida, hakuna atakayesimama upande mmoja. Jambo litakuwa sawa. Niamini mimi. Tumeelewana? Mjumbe, tutakuja kufanya kitu kibaya. Yaani ukienda tofauti mjumbe, tunaona mimi mbaya. Na mta simu hii nisikilize. Unaongea na serikali. Unaongea na serikali. Sasa mafala kwanza kutishia mjumbe sitaki. Takuitia polisi ilifanya nzima ikuchukue kwa kaya. Wewe tuuliza Jasper, tutaamua maamuzi mazuri. Kila mtu atazungumza kwa upande wake. Tutajua kosa liko wapi, nani hajakosea, nani amekosea. Tumeelewana? Sawa. Na vitu tayari tushaagiza kule na wajumbe wote wanakuja. Kakae kule nje kwanza kikao. Narudia tena. Simama katika haki. Hilo halina shida. Tumeelewana? Wewe nenda nje tayari na vitu vinakuja na wajumbe nishaongea nao, tuanze kikao. Mama. Wapi tena kwa unapendeza haraka? Ndio kazini. Jioni tayari kazi wapi? Unakesha? Kesha. Hai mama, piga kazi, piga kazi. Hapa ni kazi tu. Tumeelewana? Kijana anaenda kule. Na nyinyi akina mama? Tuende na chetu tuungane na kikao. Wanaenda tena. Hao ni wahusu hivi. Na sisi majirani. Oya mjumbe, ni wahusu. Twende.
Unamtangulia kijana, unamtangulia mjumbe. Vijana sasa wanafaa kuona jazi wapi? Tunataka nikutie polisi wawili tu hapa kunyuge kweli kweli. Wewe. Nenda ndani basi kawaite hao vijana. Okay. Hao vijana ndani kawaite tuje tumalize kikao. Boyka. Vitu vingine wewe akili kidogo. Ukitalaita kisa wewe. Taratibu sasa usije kadondoka. Sawali ni watu wazima. Sasa jamani, naona sasa jambo tuje tulimalize. Maana naona tumekaa muda mrefu mpaka sasa hivi jioni tayari ishafika hii. Na afadhali kabisa. Baba mwenye nyumba amefika, bora ukae hapo tuyazungumze, tuyamalize. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Karibu sana bwana. Asante. Habari za hapa ndugu majirani pamoja na wapangaji. Bwana nyumba. Pumzika afu tutaongea vizuri. Wala hata usijali. Pumzika kwanza. Mambo yataenda vizuri. Wala mjumbe nipo, serikali ipo, kila kitu kitaenda sawa. Pumzika kwanza. Haya, karibu. Mwenyekiti. Bila shaka ulikuwepo na tukio. Haya. Taratibu Sengoto wewe. Sengoto. Tulia basi Sengoto, tuko kwenye kikao. Sasa. Sogea. Asante. Bwana mjumbe, bila shaka ulikuwepo eneo la tukio. Si kwa simu zile ambazo ulikuwa nikipigiwa. Nasikia nyumba yangu imekuwa uwanja mapambano. Tena mbaya zaidi nasikia kuna mtu kafumaniwa humu ndani. Mjumbe, nataka uniambie wewe. Nini kimetokea kwa nyumba yangu? Na mkifanya masiala mtaama hapa. Kwanza baba mwenye nyumba, mimi naomba upunguze jazba. Usiwe na hasira, tulia. Sawa eh? Inatosha. Mr. Producer. Sasa kilichokuepo hapa, vyote ulivyoambiwa viko sawa. Simu zote ambazo umezipokea kuhusiana na hili tukio ambalo limetokea hapa, vyote viko sahihi. Imefikia hatua mpaka mimi nataka kupigwa hapo na watu kwa sababu ya kuzuia hili jambo limetokea hapa. Sasa kwa sababu tayari tumeshakutana wote, majirani wanaoishi humu wote, na wewe pia ukiwepo, hebu naomba na watu ambao wanaishi humu ndani, naamini kuna chochote ambacho wanacho tunaweza tukakisikia hapa kuhusiana na hawa. Kwa hebu tuwape fursa jamani, sawa? Hebu zungumzeni, kuweni wazi kama kuna chochote ambacho mnakifahamu kuhusiana na hawa, kwa sababu hili jambo ni zito. Unajua hili jambo ni zito, ni mke huyu anauma, tutakuja kutokea kitu kibaya. Kwa hiyo wazazi, najua mpo hapa, majirani mnaoishi nao, hebu naombeni zungumzeni kama kuna chochote ambacho mnakifahamu juu ya hawa mabwana. Mimi ninachoona, mimi ni mpangaji. Ninachoona ili swala ni kweli. Kwa sababu wengine kwa macho yetu tunashuhudia mambo mengi. Watu wanafuliwa boxer. Watu wanapikiwa chakula kinapita ni. Situpo kwenye suluhu. Jicho mwanangu, chukua kijana mimi hapa. Tupo kwenye mbona mambo yanaisha na ugomvi. Hakuna, lazima pewe foji na mamake akampelekea nyumbani. Maana hii sio tabia nzuri, katuvua nguo kabisa. Leo afi nani anapewa kakake. Ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. Mpaka nguo anamfulia. Na watu tuko mtaa 10 na tunaelewa. Usinyambie. Hadi nguo anafua. Wewe mjumbe, mimi nashinda kuvumilia. Kaka nakwambia hivi, sikiliza kakaangu, tulia kakaangu nikwambie. Hapa hakuna cha mjumbe wala kitu gani. Kakaangu subiri, tuliza ball, kaa chini hapo. Hapa hakuna cha mjumbe wala mjumbe nani. Nakwambia hivi, hapa sio talaka moja tu, 3 tena ikiwezekana ampe foji na wazazi wake. Na hakufunzwa huyu. Mwanamke mshenzi, hadi nguo anafua. Kakaangu wewe cheki, boda kutwa mzima unamtafutia chakula. Cheki kwa tulivyotakaa. Anaenda kupikia soko na maana. Huyu nakwambia kakaangu leo hatumbakishi. Afe 10 afe nani. Piga kelele kwa dadake. Ndugu mjumbe, nafikiri aliyefumania naye tuambie. Mjumbe. Ndio. Kama unavyojua mimi ni boda boda. Najua. Na mara nyingi sisi kazi zetu tunafanya usiku. Kwa maana tunafanya nini? Tunakesha. Jana mimi sijalala ndani. Narudi zangu asubuhi, naingia ndani namkuta huyu mwanamke pamoja na yule kijana yule. Wanapeana chupi. Wakati huo karoa jasho mwili mzima. Astaghfirullah.
Na isitoshe, umeona zile nguo zilizovaa zile? Zile nguo sio za kwangu. Ni za yule mbwa mmoja yule. Haya mimi nafanyaje hapa? Hata ungekuwa ni wewe mwanamume mwenzangu unafanyaje? Labda tu mimi. Wewe usiongee. Tena usiongee wewe. Nitakufanya kitu kibaya hapa. Mwache aongee. Ni haki yake kuongea. Ni haki yake kuongea. Lazima tusikilize. Basi kama hivyo ilikuwa haina haja ya kikao. Ni wajibu wake kuongea. Labda tu mimi niwatake radhi kwa kuwachukulieni muda wenu kuanzia asubuhi mpaka jioni hapa mlipo. Sikupenda iwe hivi. Blaza mimi nakuheshimu sana. Akoka. Sikiliza wewe kijana. Wewe mzee nakuheshimu. Angekuwa amemlea wewe mtoto wake asingemfundisha. Basi, tuliza Jasba. Tatizo wewe unapapara sana, yani una moto. Lakini kwa nini mwanangu? Mpaka inafikia kufua nguo za mwanaume ambaye sio wako. Hivi huoni kama ni vibaya? Ndivyo nilivyokufunza hivi. Sasa unaona sasa. Nini sasa hichi? Mama, yanayosemekana ni ya kweli. Lakini mimi sikuwa na tesheni mbaya. Ilikuwa namsaidia tu. Kama unavyojua, mimi wangu muda mwingi hayupo. Alikuwa akienda kazini, akija jirani ataleta chakula, mimi sija kupika chakula ambacho mume wangu amekileta. Alikuwa anakuja akidai msaidie kupika, basi tutapika, tutakula, ni ujirani tu, lakini hamna kingine. Sijakuwa na mahusiano na mtu mwingine. Na kwenye kumfulia, mimi sio kwamba nilikuwa namfulia tu, lakini nilikuwa nakuta anafua nguo za kwangu na mume wangu. Atakuja anafua hapo, nikaona ukengwa nimsaidie, lakini sikuwa na tension mbaya. Mimi sija kutoka na mtu mwingine zaidi ya mume wangu. Unaona? Yaani kwa hiyo mimi naoa mke naolea kijiji, si ndio? Yaani mke wa kijiji sasa kila mtu akitaka kunanielewa. Hivi mwana ana akili kweli mama? Anajitambua mwanamke huyu? Ni ujirani tu. Ujirani gani unazungumzia? Mali katoa nani? Sikiliza wewe bwana mdogo. Wewe mzee nakuwa tena usizungumze. Ungekuwa unaweza kuzungumza ungemkaa na mtoto wako useme malaya. Baba. Hebu ama mmetaka tuzungumze tuyaweke sawa jamani Hebu na mimi mngenisikiliza, hebu mmempa nafasi kumsikiliza shemeji hapa. Shemeji yangu hapa na mimi nizungumze. Unaona? Mimi hajawahi kunipatia chakula ambacho mume wake kanunua. Mimi nikijaga hapa sasa hivi na mchele, ndizi, nitakupika shemeji nikusaidie tu ujirani mwema. Nampatia anapika tunakula. Umri anashinda kuoa huyu. Anashinda kuoa mpaka apikiwe na wake za watu. Msikilize anapoongea. Muolewe basi muolewe. Msikilize mwanaume anapoongea. Sikiliza bwana, huyu bwana ni mke wako bwana. Mimi sio mke wangu mimi huyo. Mimi sijafanya mke wako. Mpaka mnapeana chupu ni mke wako. Na kwenye isha ya leo mimi sio kwamba nimetembea naye. Kwanza zangu bafuni kuoga. Nimetoka kuoga nikachupi yangu pale. Sikujua nimetafuta ndani ya siku 3. Nguo yangu sioni. Wakati naanua nguo bahati mbaya kia Mungu tena hapa nimeanua bahati mbaya jamani usiku bahati mbaya nilivyoona jamani mjumbe wakati nimesitoa nguo asubuhi na nakunja nikaiona nguo yake ndani ya dada. Shemeji, habari yako? Salama anaambia. Samani jana wakati naingiza nguo zangu kwa bahati mbaya nikawa nimeweza kuchukua na kuingiza nguo yako. Nguo yangu? Nguo gani? Nguo yako ya ndani. Kwangu ya ndani? Bahati mbaya yani. Nimetafuta sana jana, yani nitafuta kweli. Sikujua lakini okay. Unaweza ukanipa tu ina shida. Nikupatie? Nipe tu. Basi nikupatie.
nipe tu wakati nampatia mama, wakati nampatia ndio mume wake katokea. Alipotokea anatusukumia ndani sema kwamba tu tumefanya mapenzi. Mama, sisi hatujafanya mapenzi na hatuna chochote, hatujai kufanya chochote jamani, tuelewane. Kaka, sije kuhakikia Mungu, sije kuwa na mke wako wala si hata kumtongoza hata kumtamani sijawahi. Kakaangu, kumbe maskini ya Mungu hata watoto watu hawajafanya hayo mambo. Umenitoa mimi mkuku mimi nusu nitoe kucha zangu mimi, kumbe haya mambo yote ni ya uongo kakaangu. Jamani dada anamgeuka kaka du. Yaani mimi nimekuja hapa ninaona nimevuka nguo kijiji kizima. Sasa hebu angalia. Watu wamejaa, mmeleta matatizo chungu nzima. Aibu. Yaani kila mtu anaona kama yani mwanangu ni malaya. Kweli mimi ningekuwa na maadili yao ya umalaya ndani ya ndoa yangu miaka 30 sasa hivi mimi. Mume wangu hajawahi hata siku moja ile hata wazazi wangu kupata habari zozote kuhusu mimi. Na mwanangu yule pale baba hamjui mwanaume tangu azaliwe. Wewe ndio mwanaume wa kwanza. Ulikuwa naye mpaka ikafikia kumuoa mpaka leo. Uo malaya je kuanza leo? Basi hata kama anaanza ndio chumba hichi na hichi jamani. Hapana. Kwa kweli mmetufezehesha. Na watu wote pale kijiji kizima kinajua hawa watu wamefanya umalaya kwa sababu hakukuwa na muda wa kuelezwa mtu. Watu wote wanasema au watu wamo ndani wamekutwa ndani wamefumaniwa. Ndio picha ilivyokuwepo. Na mimi ndicho nilichokijua kwamba mle ndani mlimokuwemo mmefungiwa ndio mmekutwa mle mnafanya machafu yenu. Kumbe haikuwa hivyo. Umeona sasa hicho kitu. Jamani, mpaka tulipofikia batali fumanizi hakuna. Tumeelewana kabisa? Kwa fumanizi hakuna. Kilichokuwepo hapa ni huyu kijana tu ameshindwa kutumia busara na akili kufikiria kwanza kutulia. Amekurupuka ghafla. Mpaka tunataka tuuane hapa kwa sababu ya vitu vingine hata havina msingi wowote. Ungekuwa mbea. Ungekuwa kufa. Achana na mimi. Mimi naungana na wewe. Njombe. Medamu umesema hakuna fumanizi na mimi niko pamoja na wewe. Sawa? Mtoto wangu kweli, mtoto wangu. Nimemfundisha vizuri. Achukue mwanamke chumba hiki na chumba hiki. Haiwezekani. Usilione nimekaa kimya nafikiri. Hawezi. Sasa mimi nasema adhabu ya huyo kijana mimi anipeke tu Kisarawe. Maana sielewi hapa. Mimi sielewi. Alipeke tu Kisarawe. Tuacheni hizi habari. Hapa hakuna fumanizi wala nini tena sana umetuvua sisi nguo na umetuzalilisha na kuwadhalilisha wenzio. Tena wewe ndo unatakiwa uombe msamaha. Sasa tukimaliza yote baba. Mkuranga kwangu. Na unanipeleka na bodaboda. Haya yatakuwa madogo. Labda mimi ningesema kitu kimoja. Naomba nimesikilize vizuri kwa haswa nyinyi watoto wa kike. Nguo hii ni chupi, ni nguo ya ndani. Ni nguo ya stara. Sisi tumeelewana? Manake mnaificha ndani. Sasa kwanza kwenda kuianika waziwazi pale nje sio vizuri. Ndio kama haya yamekuja kutokea hapa. Watu wanataka kuuana kwa sababu ya hiyo nguo ya ndani. Kwa kama mnataka mnaanika hapo ndio sawa, mnataka ipigwe jua, ipate itoke vijidudu, chukueni kanga wekeni kwa juu. Itapendeza kuliko kuacha waziwazi. Alafu pia wewe kijana umeshindwa kutumia busara. Wewe nguo ya ndani ya mtu unaichukua unaenda kumpelekea hivi, kwani ni heshima hiyo? Kwa nini usichukue hiyo nguo? Sawa basi umeshajisahau umeiweka ndani umeiona, bana nguo ndani hii hapa. Nyamaza, irudishe baadaye atakuja kuikuta pale. Sasa wewe tena unaichukua, ulivyokuwa hata huna akili, unaona nguo yako ya ndani hii hapa. Hiyo sio busara. Tumeelewana kijana? Siku nyingine usirudie. Watu tumenusurika kufa hapa kwa sababu ya mambo yako haya. Tumeelewana jamani? Alafu bwana mjumbe Sengoto. Tunaanzisha na kampeni hapa ya kina mama hawa hapa. Hiyo safi hiyo. Sio unajilingisha. Kwanza sio vizuri. Tumeelewana jamani? Mkoa mwaka. Hapa. Wilaya yetu hii ya Kigamboni. Kwa mwisho wa siku jamani tutumie ustaarabu katika kuanika nguo zetu za ndani wakina mama. Yasitutokee haya. Na wewe kijana, unapofanya vitu tumia kwanza akili, usitumie hasira, atakuja mwisho siku ije kuletea matatizo. Sasa hivi ungekuwa jela sasa hivi. Umeshaua watu hapa bila watu kuwepo hapa. Bila mjumbe kuwepo manake serikali singo umeshaua watu hapa. Kwa tumia busara katika vitu vyako, usikurupuke. Mtoto mweupe kama huyo ndugu yangu amekutunuku wewe bodaboda, wakati wasukuma wanatoa paka ng'ombe 100 huko kwa sababu ya kuwapata hawa. Wewe unakuja kuleta mzaa? Niliteleza tu. Umeteleza ndio najua, lakini tumia busara, wakati mwingine atakuja kukukosa.
Kwenye maisha yangu yote sijawahi kuwa na mwanaume zaidi yako. Kijana, msamehe mkeo. Tayari tumeshazungumza, tayari fumanizi hakuna hapa kijana. Wewe nyanyuka poe macho. Inga. Macho wale watu ambao. Baba, mkeo huyo. Mbona kaza boda wewe? Wow. Eti boda wewe. Ndio. Ana meremeta. Bibi. Sielewi, naona mauza. Uelewi nini? Haya vipi? Vipi? Producer alikuwa amekaa pale, ile mama alikuwa wewe hapo alikuwa amekaa hapa. Macho alikuwa amekaa pale na nini? Sio ni mtu wako wapi? Sasa wewe unakuja unaweza kutafuta watu kwenye miti. Kwani mimi sio mtu hapa? Sawa, ndo sasa sielewi maana watu niliwacha hapa nilikuwa nako pekee. Wako wengi alikuwa producer alikuwa nani yule mama alikuwa pale, alikuwa ile macho pale. Siwaoni wako wapi? Sasa wewe watu wakae hapa masaa 7 masaa 6 kusubiri wewe tu uje ulise kasusi yako. Hawana kazi ya kufanya. Sasa kikao kinaisha vipi haraka kikao kinaisha vipi hivyo? Kwani kisiishe sasa? Sasa unakubali vipi kikao kinaisha hivyo? Mimi sitemeza likasusi kikao kisha kinaishaje vipi? Mimi niko simbunifu. Kikao kimeshaisha kijana. Pesa yangu nipa nani? Mimi nataka pesa yangu. Pesa gani? Pesa gani? Wewe ndio ulikuwa unasema mimi ningawa likasusi kwa mpaka likasusi mpaka langa mpaka likasusi mpaka langa pesa yangu. Si ndio? Ukiambiwa uwape, kwani nimwambia mimi ndo nimekwambia uwape, sisema nawalipia. Tu mtu anapokuambia mpe kitu, unatakiwa kwanza umuulize, haya ni wape? Je, ni unamlipia wanalipa wenyewe? Bwana mjumbe, mimi hapa nataka pesa yangu. Fahamu? Kwanza producer ndio amepeka polisi au vipi? Mjumbe, nipo, vitu gani vinaharibika? Wewe usikaa kama ndio wangu. Ile ni watu tu wamezusha, hakuna cha fumanizi wala mamake fumanizi hapa. Mwisho wa siku tena sema tu ndo huyu kijana mwenye manywele mengi, akili hana, ameenda huku dada yule kaanika nguo ya ndani hapa, kwa bahati mbaya nguo yule kijana ikawa juu ya nguo ya yule dada. Umeelewa? Lakini mkutano ngozi. Zile ni kauli za wazee wa zamani, hazina mashiko. Ingekuwa tumemkuta labda kijana kweli amekaa juu, mwanamke kakaa chini, shingo zimekutana, tukasema hapa kweli. Lakini mjumbe, mkutano ngozi ndio mla nyama. Na yule pale, mjumbe sikiliza, yule pale unajua yule ana manywele mengi, ana manywele tele. Nishamwambia apunguze. Unasema akili nywele kama ulivyosema hivyo. Asili akili zake zimezidi, maana akili zake ziko mpaka huko. Ushafahamu? Kwa sababu kama mtu na akili zake uwezi ukashikana nini ya watu endana ukashika hivi unapeleka hivi kweli ya watu muite kistaarabu hata ficha bwana jilani ulisahau nini. Si ndivyo? Yule si mzima. Ndio maana sasa hivi kama mjumbe, ndio sijui umeelewa, mjumbe engineer ambaye naongoza wananchi wangu vizuri, nataka anaanzishe kampeni Kontawa. Nataka aanzishe kampeni kwa sababu ya tena kampeni ya nyumba kwa nyumba, kuelimisha watoto wa kike hakuna kuanika nguo za ndani nje, zinakaa kama vile karanga wazi wanatia wanaume majaribuni. Hapo umenila sasa, hapo mimi mjumbe hapo unaneka balozi, ushafahamu? Kwa sababu mimi mjumbe mwingine kwa zunguzungu zangu alkanini alikasusu hii na kwa naona mambo mengi huko anapopita picha, ushanielewa? Hapo unaneka maana nikielewa kama kuna faki huko makame na sikutaga jioni ile napelekea wamezia nika pale mpaka nishaka lili kwamba ya njano ya faki, nyekundu ya nani, yani ninazijua. Hasa mimi kineka pale kama balozi ambassador, ushafahamu? Nimeongea sawa hapo niko naelewa, ushafahamu? Wote tunakuwa tunafanya jambo sawa. Kwa fanya hivyo mjumbe, umeelewa? Mimi nini hapo? Mjumbe umetisha kweli. Basi mjumbe, hapa mimi nimekuelewa. All mjumbe, nataka pesa yangu. Pesa gani? Tulipe pale. Pesa ile kasusu. Hela mimi alikasusi mimi unanidai 200. Kwa mimi hapa shatapeliwa mjumbe hapo. Si ndivyo? Sijui sasa. Mjumbe tena hapo ndo nataka alikasusi ndo 500, kalanga ndo 200, ushafahamu? Kikombe kikubwa nimekunywa. 500, 500 sawa. Mimi nadai 500, haya wale wengine. Goma langu nataka nifanye na producer mjumbe. Yaani hapo kwanza mnisaidie. Nataka nimpe Mbapili niimbe mjumbe, ushafahamu? Kuna goma nataka niimbe hilo balaa tali. Nishakuwa producer kila kitu. Nimebaki ile ndogo tu nichange nimalizie. Ndio maana leo nataka niuze alikasusi kwa fujo. Kama sufuria 6 hivi 6.
nipate pesa. Sasa wewe tena leo unamdhulumu wake ya Mungu. Hata mjumbe. Mimi siwezi kukudhulumu, nitakupa hela yako. Umeelewa eh? Kweli hapo Ili mjumbe umenena. tuweke standard ya sifa iwe nzuri. Yao. Kweli mjumbe hapo kufanya vitu vizuri ili makubali. Lakini uwe makini siku nyingine. Sasa unakuja unagawa alkasusi hapa, unaenda kule unaenda masaa 7 masaa 6 unashuka kudai hela yako. Usijali na siku nyingine mjumbe, basi nikiwa na nini unakuwa una nini ushafahamu. Mjumbe hapo sasa kelele za nini? Hii ni hela bwana, unajua upokee kwa heshima. Mjumbe basi nimetoka tu hilo. Hela nyingi unajua hii. Basi unanifanyia hivyo tena. Kweli yaani mjumbe hapa, lakini usijali mjumbe, mimi bwana nakuamini. Ila mjumbe kinachotoka kwa mganga akirudi mjumbe hapa mimi ndo najilipa mjumbe. Ndo nishajilipa. Makelele yote ya muda ule yale magomvi. Mimi nisaidia kutetea pale. Ndo nimejilipa na nyingine nyongeza, unafahamu? Kapu ndio kama sio sasa ninatoa kavu. Kwa hiyo nikupenda kalanga au nani? Sitaki vifurushi vingi. Hapa nini hapa? Sikia kwa vitu vingine kwa kao kama vile lazima boost. Aibu. Mtoto wa kiume tena aibu. Bwana, mpaka sasa kwamba tumeweza kuona tukio limeisha na amani imeweza kupatikana. Bwana ndugu mjumbe, tukio zima nalizungumziaje? Shusha kwanza mic tuongee vitu vya msingi. Kwanza shehe mzima kwanza hivi. Huyu naye ni mjumbe na kwaje? Mbona ni mjumbe alafu kama hauko sawa, umeelewa hivi tatizo nini? Hizo show. Wewe una show. Mzima kwanza tuzungumze ndugu yangu. Wewe kuna shida gani? Mtulie sana. Basi. Vitu vingine tulia basi Sengoto. Haya. Nisikize kitu kimoja. Sawa, unajua unatafuta riziki, sawa? Ndio. Unatafuta maisha, unatafuta kukidhi mahitaji ya familia. Lakini hii tukio la masuala ya fumanizi, ni masuala ambayo hayana msingi, hayana maana yoyote. Mwisho wa siku tayari hapo mshajulikana kwamba hakuna fumanizi. Maana yake hakuna lolote ambalo limetokea, maana yake hakuna ukweli wowote. Kuna vitu vingi vya kufuatilia. Sijui umeelewa? Kuna mashule yapo kibao hayana madawati. Sijui umeelewa? Kuna watu wana matatizo. Kwa nini vitu kama hivyo usiende ukafuatilia ili upate content nzuri? Hata ukirusha kweli watu wanawagusa katika jamii. Lakini sio vitu kama hivi ambao havina kichwa wala mguu, ndugu yangu. Tumeelewana? Kama kitu kama hapa Kigamboni kwangu mimi hapa. Kuna watu pale nani shule halina madawati ya msingi. Watu wanafunzi wanakaa chini. Sasa hivyo ndio vitu vya kwenda bwana mjumbe unanipigia simu, bwana mjumbe anakuja shuleni kuja kutakuoja hapo, nakuja sawa lakini hii masuala ya kusema sijui udaku, masuala sijui ya fumanizi hayana msingi wowote. Mjumbe anataka shobo na wewe. Sengoto. Tumeelewana bwana Nyundo? Fuatilia vitu vya msingi. Hivi vitu havina msingi wowote. Kwa hiyo kinachotakiwa wewe nenda kafute hayo material yako, delete, fuatilia vitu ambavyo vina maana katika jamii. Nimekuelewa kiongozi. Yes, tuko umeelewa mpaka. Nimekuelewa sana. Hapo tumekuelewa kiongozi. Umemuelewa kiongozi. Asante mjumbe. Sasa nihoji kidogo hapo. Wasiliana. Nyundo. Sengoto. Nyundo. Bwana kaka. Bwana mjumbe alivyozungumza nimemuelewa sana. Unajua hata wahenga wana msemo mmoja unasema duniani kuna watu na viatu. Mimi naona hii habari tukiipandisha isi tutakuwa viatu sio watu. Wewe unaonaje kaka? Tatizo kwamba sio kutokupandisha. Swala ni viewers. Hii habari unajua na viewers wengi sana. Wewe sasa utakuwa hujamuelewa mjumbe. Mimi mjumbe nimemuelewa ila poa tukubaliane naye. Mimi nikueleweshe vizuri. Hebu niambie labda naweza kukuelewa. Mjumbe anasema na ni swala ambalo ni kweli kabisa kwa sababu sisi kama waandishi wa habari kwamba kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukavifanya. Kuna vitu vingi kazungumzia masuala ya madawati, wanafunzi na nini. Mimi naona tumepoteza tu muda wetu afu isitoshe kwamba sio fumanizi. Unaona ni swala tu ambalo limetokea watu wamechagiza kidogo limetokea hilo jambo. Mimi naona tu kakaangu bwana hili jambo bwana nilifute tu. Tulifute tufanye vitu. Kwa hiyo unaona tusipandishe hii habari. Hii habari tuiache. Hauna shida. Basi poa. Poa tuanze tu. Maana siwezi kupinga ndugu yangu ushasema. Tuondoke tu ndugu yangu. Ola. Oya miambo. Ola. Umewahi mwanangu. Niaje lakini fresh. Namutisha kinoma mama. Sasa tabii unige chombo mandai mwanangu. Ni warusha mara moja. Unanilia mama. Sio michongo yangu ile nisikuwa pacha. Napenda kuiunga pale chapu nini hapo. Tutajua au sio mwanangu? Fresh basi mwanangu. Poa. Wewe unaingia kijiweni? Haina noma. Mama. Tuondoke.
Mazali. Sasa unaenda? Pikipiki ya mkweo. Mimi naenda Mkuraga, wewe unaenda Kisarawe. Sasa unapandaje hapa? Kwani kikao kimeamuaje wewe? Eh? Ondoke. Mwache tuende naye mama. Mwache tuende naye sababu itakuwa ni njia ndefu. Mpaka hiyo. Twende. Shuka bana, unanibashia sasa vipi? Pikipiki yenyewe unapanda, hebu niangalie hapo unavyofanya. Kwenda ukatafuta safari yako uende. Sasa kwani kikao kimeamuaje? Wewe mwanao, huyu mkweo, pikipiki yako. Muangalie vipi. Sasa kikao kimeamuaje? Kimeamua nibashie, si ndio? Kikao kimeamua nibashie. Timua kule, tuondoke. Kwa mpuzi ni. Timua kule, tuondoke.